Hatunabudi kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Azza Jalla, aliyetuwezesha tukaweza tena kubakia baada ya kuswali swala hii ya magharibi. Ni katika ibada tukufu ya swala, na tukaweza kumuhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile tukaweza kubakia tukiendelea na mtiririko wa ibada. Raha ya dini yetu, ikitoka ibada hii inaingia nyingine. Hakuna nafasi ya mchezo, hakuna nafasi ya dharau. Kwa hiyo ina maana sisi tuko katika mtiririko wa ibada mpaka tunaondoka katika ulimwengu huu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Muabudu Mola wako mpaka ikufikie yaqini. Yaqini inazungumzwa hapa ni mauti. Kwa hiyo mtu asije akafika pahala akawa anafanya likizo ndani ya kuabudu, akawa anafanya mapumziko. Ikiwa mapumziko, basi pia yawe ya kiibada, sio yale nimechoka nijipumzikie we, nimeswali miaka mingi, hebu nipumzike we. Hayo sio mapumziko yanotakiwa. Mapumziko yawe ibada. Vipi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amepumzika? Vipi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alidumu na ibada? Kwa hiyo tunaambiwa kwamba mpaka yatufikie mauti, sisi tumo katika mtiririko wa ibada. Mauti yake mtu yawe ibada. Yale mauti yanakuja kwa mtiririko wa ibada, ili Mwenyezi Mungu aridhie. Halafu aite nafsi, ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsi inaitwa kijina lile lile, jina lake ni lile lile kwa jina lile lile, nafsi. Allahu Akbar. Watu wana majina mengi, kila mmoja kaitwa jina lake, lakini kwa vile nafsi imemridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi inaitwa ewe nafsi. Ewe nafsi wewe, nafsi ambayo una kitulivu, umetulia kwa ajili ya Mola wako, rejea kwa Mola wako. Akiwa amekuridhia na wewe nafsi umeridhika, ingia katika waja wangu wema, halafu ingia ndani ya pepo yangu. Kwa sababu ndani ya pepo kuna waja wema, ndio maana Mwenyezi Mungu akataja waja wema. Na waja wema wanakuwa nani? Ni waja wa Mwenyezi Mungu. Fadkhuli fi ibadi. Ibadi maana yake ndio waja wa Mungu hao. Lakini tukiweko duniani tunasema sote si watu wa Mungu. Mungu kachakataa, wengine si wa kwake. Walevi si wa Mungu, washirikina si wa Mungu, mpaka warejee kwa Mungu ndo Mwenyezi Mungu anasema kwamba hawa ni waja wangu. Kwa hiyo mlevi hata akisema alhamdulillah, kwamba ndo anamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hilo si kweli, ni neno la uongo. Anajigamba. Na mshirikina vile vile, na mzinifu vile vile, mlariba vile vile, na wengineo mbali wenye kumkera Mwenyezi Mungu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu asitujalie kuwa ni miongoni mwa wenye kumkera yeye. Tunaona hali hiyo. Mwenyezi Mungu anawaja wachache kidogo. Yawezekana wafuasi wa chama wakawa wengi kuliko
katika mji, wafuasi wa chama cha mpira, chama cha siasa kwenye mji wanaweza kuwa wengi kuliko waja wa Mungu. Mwenyezi Mungu anasema wa qalilin min ibadi ya shakur, kidogo sana katika waja wangu wenye kunishukuru, wachache. Ukipiga mziki utawaona kundi la watu linavyokuja, angalia wewe. Na ikisoma adhana vile vile, mnadi wa adhana, unaona kundi la watu linakuja msikitini. Lakini bado Mwenyezi Mungu anasema haijatosha kuwa ni dalili kila alojaa ndani ya msikiti kwamba ni mpenzi wa Mungu. Na kila aloingia msikitini akajaa tele, watu wakajaa msikitini, wakawa hao eti wote hao ni vipenzi wa Mwenyezi Mungu. Si kama haiwezekani, inawezekana. Lakini Mwenyezi Mungu anasema hisabu bado ni kidogo ya wale ambao wenye kumtii Mwenyezi Mungu kisawasawa. Hisabu yake haiwi kubwa sana. Si kama Mwenyezi Mungu hapendelei watu wawe wengi, lakini kuna kazi ukajikubalisha wewe na mimi tukawa watu wa Mungu. Wengi wao wanachanganyisha thumma amanu thumma kafaru, thumma amanu thumma kafaru. Mara wanaamini mara wanakufuru, wanambea mbili. Mwenyezi Mungu anawataja mpaka wenye kumwabudu yeye kwamba kuna wengine wana wasiwasi. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf, kuna miongoni mwa watu wanamwabudu Mwenyezi Mungu lakini kwa sehemu ya nchani kabisa, maana ya ubabaifu. Wako katika hali hata wakifika katika kuswali hawa, wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila mudhabidhabina baina dhalika la ilaha ulai wala ilaha ulai. Wamekuwa wanatangatanga, watu wana mashaka, hawajatulia vizuri. Wamekuwa na unafiki hata kama wakiswali. Wanakuwa wakiswali huku simu zinapiga mziki. Watu wamerukui tayari simu zinaita na mlio wa simu unaita. Mmeinama, mmeinuka, mnaokota kibude. Yani watu wako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanaambiwa wanaokota kidude. Mwingine simu yake inalia Ahmada umelewa. Kwa hiyo imekuwa haya ndiyo mitindo mbalimbali, watu wanachanganyisha haki na batil. Mwenyezi Mungu anasema wala talbisul haqa bil batil wataktumul haqa wa antum ta'lamun, msifiche haki na mkachanganya haki na batil. Msichanganye baina haki na batil na mkaificha haki hali ya kuwa ni wajuzi kabisa. Watu wamesoma vizuri dini, wanaelewa, lakini wanachanganyisha huku na huku. Mwenyezi Mungu anasema wanaposwali watu kama hao huwa wanaswali kwa kuwaonyesha watu. Mahodari wanafika mapema msikitini, wala yadhukuruna Allah, wala hawamtaji Mwenyezi Mungu illa qalila, isipokuwa sehemu chache kabisa ya utaji ule ambao wanamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sehemu chache. Na hawajulikani wako wapi, wamo katika kutangatanga. Hii ni nafasi ya kwamba hawa ni wanafiki. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuvue na guo la unafiki. Ndugu zangu ni wapendwa Kiislamu, nafsi yako ishakuwa tayari na mimi yangu ishakuwa tayari. Sasa kama ishakuwa tayari, tumsikilize Mwenyezi Mungu anasema nini.
Kuna mikasa na visa mbalimbali, vyote hivyo vimekuwa kwa ajili ya kwamba sisi tupate tadhkira mbalimbali ya kuweza kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu anatubembeleza, fadhkuruni adhkurukum washkuru li wala takfurun, nikumbukeni nanyi nitawakumbuka. Tuulize, kwani Mungu hapo mwanzo hajatukumbuka? Hata anasema hivi sasa hatukumbuke? Kukupa roho wewe na mimi hajakukumbuka Mungu? Kukufanya mwanadamu wewe na mimi Mungu hajakukumbuka? Unataka akukumbuke vipi, ya kuwa mpaka sasa hivi wabembelezwa tena na Mungu wewe na mimi? Sisi wenye imani tuambiwa nikumbukeni nanyi nitawakumbuka. Kuna mambo ya ziada. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anataka akumbukwe, na huwezi kumkumbuka Mwenyezi Mungu isipokuwa utafakari yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyaweka katika hali mbalimbali. Si mpaka utolewe mawaidha tu, kuangalia mazingira unavyoona basi peke yake iwe mawaidha, moyo ushituke. Unapotajiwa tena mawaidha, izidi imani ya hali ya juu. Wenzetu walikuwa katika kutembea kwao tu katika maisha yao, kabla hawajapewa mawaidha, basi walikuwa na sifa ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Walikuwa wakiangalia tu mazingira ya mbingu na ardhi, tayari mawaidha yashakuja. Kwa sababu gani? Hawa ni wenye kumkumbuka Mwenyezi Mungu wakiwa wamesimama. Leo Muislamu kasimama anakumbuka sigara, anavuta sigara, kasimama anavuta bangi, kasimama anakula madawa ya kulevya, kasimama anatongoza. Hakai akamkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kasimama ana miadi, katulia, anasubiri miadi, anasema naingojea ndogo ndogo. Kuna dhambi ndogo ndogo hiyo unaongojea ni kubwa, si ndogo ndogo. Na kisubiri kitoto, hicho unachokisubiri kitoto cha wapi? Motoni. Wanamkumbuka Mwenyezi Mungu. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, na wanapokaa. Jiangalie unapokaa, humwiti mwenzio njoo nikufunge kwenye drafti, njoo nikufunge bwana, njoo. Watu wanapokaa walikuwa wanamkumbuka Mwenyezi Mungu na wanamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo sisi tumekuwa na maskani kubwa sana. Njoo bwana tufungane alafu tutakwenda kuswali. Walikuwa hawachanganyi mambo yao hawa. Njoo tutizame game kwanza alafu tutakwenda kuswali. Na hapa ndo Waislamu walipopatikana. Waislamu wengi wamekuwa na maradhi ya kupenda mpira. Jezi za mipira zinaletwa hata msikitini. Kama utaamua kukushanya kanzu na jezi za mipira ndo nyingi. Haya, uumini wako wapi? Na tunaambiwa tuende na mapambo yetu sisi msikitini. Au hatuna taarifa hiyo? Je, tukuulize pambo lako jezi ya Manchester ndo pambo lako? Tukuulize pambo lako ni nini? Bangili we? Kijana mwanamume amevaa bangili akuja msikitini. Akiulizwa anasema hii show, pambo hii dawa. Kakwambia nani hiyo dawa? Qur'ani iwe nini? Bangili iwe dawa kwa mtoto mwanamume? Qur'ani iwe nini? وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Kwa hivyo kama umevaa bangili huna utakachokipata. Haya maneno ya mwisho haya ndo matamko yako, ila hasara na bangili yako hiyo.
lakini Qur'ani ndiyo ponyo. Tumeiteremsha Qur'ani iwe ponyo. Lakini kwa watu maalumu waliokuwa wamejengeka imani zao, tena ndani yake ipatikane rehma. Ukitaka rehma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, iangalie Qur'ani, na ponyo limo ndani ya Qur'ani. Lakini kwa watu maalumu, lakini madhalimu hata wakisoma Qur'ani, hata wakitumia matibabu yao kupitia kwenye Qur'ani, illa khasara. Ndo washirikina hao. Washirikina Qur'ani wanaitumia, lakini wala yazidu dhalimina illa khasara. Hawana chochote wanachokipata isipokuwa hasara. Watu wakikaa wanamkumbuka Mwenyezi Mungu. Leo sisi tukikaa tunakumbuka vimada. Leo mtu anakaa kitako anamkumbuka kimada yake, anachezea simu kakaa kitako. Sio kwamba amtaje Mwenyezi Mungu au amkumbuke Mwenyezi Mungu, anachezea simu. Na sijamuona siku nyingi, ngoja nimpige, sijui nitampata. Nagonga miskoli kwanza. Gonga miskoli, ujue kama miskoli hiyo unaogonga mlango wa motoni. Sawa? Si unagonga miskoli wewe, umwite demu wako, umwite kimada chako. Sema mie kidume wewe. Fama asbara umala nari. Je, una uvumilivu gani wewe kwenye moto? Mungu anatuuliza, mna ushujaa gani wa kuweza kuvumilia moto? Nani bamsa wa kuweza kujizuia asiweze kupata adhabu ya moto? Nani jemedari? Nani kamando? Fama asbara umala nari. Mna uvumilivu gani nyinyi katika mashimo ya moto? Na watu mpaka wa ala junubihim, na mpaka wakati wa kulala bado wanamkumbuka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Leo mtu analala anavuta sigara, analala kitanda kimepambwa na mke, kina maasumini, udi ndani, kila kitu. Anakuja ananuka kupula sigara. Haifanyi kazi asumini, haufanyi kazi udi. Kwanza anachelewa hata kuingia. Kina mama kama hawa, wenye waume kama hawa, tunawaonea huruma. Halafu anasema nina matatizo ya nguvu za kiume. Wewe una matatizo mpaka ya nguvu za akili. Kabisa bwana. Sio matatizo ya nguvu za kiume tu, kwa sababu nguvu za kiume zinaanzia kwenye akili. Ikiharibika akili, nguvu za kiume hazipo. Na hata ukiona hata wale wagonjwa wa akili, si unaona wanazo nguvu za kiume? Lakini tizama, je, anahisia gani kwa vile akili yake haifanyi kazi? Kumebakia mnara tu, unainuka na kulala, unainuka na kulala. Lakini hisia hasa ya mapenzi anayo? Kwa sababu akili haifanyi kazi. Mwenyezi Mungu ameifanya ndiyo foundation. Akili ikiwa na mambo mazuri na maarifa mazuri, na akili ili iwe nzuri ikamatane na Qur'an. Tukitaka tusitake mabwana, pamoja na kwamba unaona makafiri wanaunda ndege, wanaunda hichi, sijui wanafanya hivi, Waislamu wana akili nzuri kuliko makafiri. Sasa wewe wape kichwa, Mungu mwenyewe ndo kashasema. Wewe wape kichwa useme ina akili, hii imetoka upara. Kwani kila anotoka upara ndo ana akili? Dawa zote wanatengeza wao. Kama Mungu hakutaka tutapona. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amejalia kama ilivyo, na tunasema hivyo si kama labda makafiri hawana akili kabisa kabisa. Wanazo akili za kutafuta ulimwengu. Zile akili za kuwa mtu angalau harushi mawe. Naona si kama ndo wadazimu labda wanarusha mawe. Wanafanya vitu vya maana tu, lakini bado Mungu anawaambia nyinyi hamna akili, kwa sababu bado hamjamtambua alokuumbeni. Afike muda mtu aseme hakuna Mungu. Mbona hasemi kama hakuna baba yake?
Tunawaambia wanokataa, wanasema hakuna Mungu. Mbona hakubali kama babake hayupo na mama yake? Ala, fike mtu muda ambwe hakuna Mungu bwana. Kwa hiyo watu wakati wa kulala wanamfikiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ushapambiwa na bibi, bakia nyumbani wewe. Umefanana na maskani. Kila wakati niko maskani. Maskani ya nyumbani na kushinda. Bakia ule vitu vitamu wewe. Mambo yote yanaharibika hapo. Waislamu tuwe vizuri. Wenzetu wakikumbuka hayo au wakikaa katika sehemu hizo, basi wanamkumbuka Mwenyezi Mungu. Leo mtu analala na muziki, ameweka speaker katika masikio, anadunda hivi, analala. Wewe unalala wewe alio. Analala akiwa amelewa. Yoyote atakaye kufa na ulevi atamuelekea Mwenyezi Mungu hali ya kuwa amelewa. Wakati wa kufufuliwa atapelekwa kwamba yeye ni mlevi na muuaji hivyo hivyo. Kila mtu atakwenda na ushahidi wake. Yubathu kullu abdi ala ma mata alayhi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema atafufuliwa mja kwa lile jambo ambalo amekufa nalo. Sasa wewe kama umekufa mpirani, wewe utajitambua. Kama umekufa kwenye maskani, unasogeza kete. Maana kuna madudu yanaitwa mapul. Hayo vijana hawaondoki kwenye mapul, yamekaa kama ngarawa au kama sahani kubwa hivi, kama tray au kama swimming pool. Wanarusha majitijiti yao, kukiwemo kuna viduara fulani wanaingiza hivi, hawana kazi, wanapoteza muda. Ndugu zangu ni wapendwa wa Kiislamu, tutakula hasara. Cha msingi, hebu tumkumbuke kwanza mmoja katika waliolaaniwa, Iblis maluni lanatullah. Leo nataka kuyafikisha hapa. Kuna baadhi ya mambo baada ya kuzuiliwa na akaulizwa akayasema, kama ilivyokuwa mwizi akiulizwa, akiona adhabu imezidi, anasema tulikuwa na fulani, tuliingia saa fulani, tukachukua kitu fulani, si peke yangu mie na fulani. Na Ibilisi naye alikuja akakamatwa, maluni laanatullah, na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tena kwa amri ya Mungu aende. Mara katika hali hizo ilikuwa kama mbili, moja ambayo haifanani na nyenziwe, lakini kuna habari ya baadhi ya mambo yanafanana. Lakini leo tutaelezea hii habari moja, sio ile ambayo alipokwenda katika nyumba ya mtu mmoja wa Madina akabisha hodi, wakawemo masahaba na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakamuona masahaba sura yake alivyo, na wakamsimulia alivyo. Sasa leo tunazungumzia baadhi ya mambo. Aliyoulizwa akaambiwa, nani rafiki yako? Jambo la kwanza hilo, aliambiwa nani rafiki yako. Jambo la pili akaambiwa nani swahiba wako. Jambo la tatu akaambiwa nani mtume wako. Jambo la nne akaambiwa nani mgeni wako. Jambo la tano akaambiwa nani yule ambaye kipenzi chako anakufurahisha sana, nani. Sasa leo tuwasikie hao wahusika wakuu anaowataja Ibilisi. Je, katika kundi hili mimi na wewe hatumo? Na kama hatumo, tunafikiria vipi kukaa vizuri tukajilinda na Mwenyezi Mungu akatulinda? Tujilinde wenyewe kwanza,
halafu Mwenyezi Mungu atulinde, kwa sababu yeye ndo mlinzi wa waja wake na mlinzi wa kila kitu. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur. Mwenyezi Mungu anawatoa waja kwenye giza, anawapeleka kwenye nuru, na hakuna yoyote atakayemtoa mja kwenye nuru baada ya kuwa keshapelekwa na Allah, mpaka atake mwenyewe Allah kwa kumwachia yule mja baada ya yeye kuregarega haitaki vizuri nuru. Si kama labda kuachie tu Mungu. Ikiwa huitaki nuru, Mungu atakutoa. Kwa sababu gani? Kazi hiyo itafanywa na wale ambao waliokufuru. Walladhina kafaru awliyauhum taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ukiregea, waliokufuru na mashetani watakutoa kwenye nuru wakupeleke kwenye giza, na hao wana kibali maalum. Ulaika ashabun nari, hao ndio watu wa motoni. Hum fiha khaliduna, watakaa humo milele. Jamani, suala la kuambiwa motoni milele jamani ni jambo kubwa sana. Na ndio maana wenzetu wakasema Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Ewe Mwenyezi Mungu, hukuyaumba haya mbingu na ardhi kwa mchezo. Hukuumba ardhi twende viwanjani tukatizame mpira, hukuiumba mbingu tukaa kazi yetu kuangalia ndege, na tumefurahi tunakwenda na ndege kutoka mji huu kwenda mji mwingine. Umetakasika Mwenyezi Mungu, tuepushe sisi na adhabu ya moto. Namuomba Mwenyezi Mungu atujalie atuepushe na adhabu ya moto. Sasa sikiliza sasa vishindo vya maluni Iblis. Alikuwa mcha Mungu huyu, alikuwa anajulikana, alikuwa alimu huyu, ameporomoka kwa kibri mara moja tu. Sasa sikiliza habari zake. Anaulizwa, nani rafiki yako? Anasema, rafiki yangu mtu mzinifu. Mtu mzinifu ndiyo rafiki yake. Kwa hiyo mtu akajitokeza akawa mzinifu, basi huyo ni rafiki wa Ibilisi. Kuna watu wanawake 2 watatu bado wazinifu. Kuna watu wanawake 4 kabisa wameshamaliza, lakini na nje ana 4. Huyo ni rafiki yake Ibilisi. Kuna watu wao kazi yao vionja mchuzi, ndoa zao kawa leo kesho kutoka mwacha kenda oa mwingine, sababu anajidai anaoa. Huyu ni mzinifu kiurai, mzinifu wa kiujanja, mzinifu wa kitapeli. Wako watu wa kuonja, kapelekwa hapa kaoa, hafiki hata miezi 6. Anaulizwa, vipi basi tulikupeleka pale, una wake wangapi, kwani wewe bado unaendelea kuoa watu? Anasema, yule mkorofi bwana nimemwacha. Kumbe mkorofi yeye kionja, anadota. Wewe utajulikana kwamba wewe una unyemela wa zinaa. Koti unojifichia unajidai unaoa. Lakini ukiwa ndo mtindo wako huu, hapana makosa, wanawake unawatoa katika ndoa, basi wewe usijifiche na watu usiwafiche. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, unamkhadaa Mwenyezi Mungu na walioamini. Hivi unaingia katika kundi hilo kwamba kuna watu kazi yao kumkhadaa Mwenyezi Mungu na walioamini. Wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Humkhadai Mwenyezi Mungu na walioamini bwana. Kama watu wako kama hivi bwana, isipokuwa wanajikhadaa nafsi zao wenyewe. Khadaa hiyo wanaifanyia nafsi zao, lakini wenyewe hata hawajijui. Wanaona kwani si nimeoa, kwa mtindo huu itakuwa sasa wewe huna ndoa tena, wewe una tabia ya kuzini kinyemela.
ukome mtindo huo. Wapo wanaume wenzetu wanayoila hiyo, mpaka mtu anafika kuitwa wake 100 na ana tabia hiyo. Hiyo si tabia nzuri, si katika mwenendo wetu. Mwezi hafiki kashamuacha mwanamke, anasema, lakini akipata wenziwe, wahuni wenziwe, anasema bwana wewe, mimi sasa sijatata ninayemtaka hasa. Chapwa yule we. Maneno gani hayo? Maneno gani yule? Hajakolea sasa vile ninavyotaka mimi. Unataka vipi wewe? Wewe mwenyewe umekolea. Haya maneno vibarazani humo wanayasema watu. Wanatoa aibu za wake ambao wanao na wengine ambao walikuwa washawaacha. Uislamu unataka mtu ahifadhi siri ya mwenziwe. Uislamu unataka mtu ahifadhi aibu ya mwenziwe, hususan mambo ya ndani kabisa. Kuna mambo wakati mwingine sisi tunayazungumza kama ni mawaidha, lakini hatuwezi kumtaja mtu, utamjua nani? Sisi tunasema tu kuna watu wana hivi hivi, alafu wengine wanatuambia yule ana mawaidha, ana kashfa. Kashfa ziko huko, wanawake wanakwenda uchi bana. Tutaendelea kusema mpaka kiyama. Takbir. Wow. Ndio nafasi yetu ilokuweko. Wenye nafasi ya kuamrisha wameregea, shauri lao. Maana kuna amri, wakisema watu wasitoke nje, watu hawatoke. Wako hivyo wananyenyekea. Lakini ikifika pahali mtawaambia watu wasiende kuswali, pia atakuwa hawendi. Hapa ndo pana kazi sasa. Tunamuomba Mwenyezi Mungu ajalie isifikie hali hiyo. Tunakwenda makafiri wanasie, siku na mchana wanatukamata, wanakwenda nasie kila hali. Lakini Mungu ameshatoa ahadi, Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna jundana lahumul ghalibuna. Anasema kwa hakika jeshi letu litakuwa ni lenye kushinda. Maana jeshi letu ni mtu ambaye mcha Mungu, huyo ndo jeshi la Allah. Muumini wa kweli, huyo ndo jeshi la Allah. Na shetani naye ana jeshi lake. Ulaika hizbu shaitan, ala inna hizba shaitan humul khasirun. Anasema kuna kundi la jeshi la shetani. Eleweni kwamba hilo jeshi la shetani ambaye tunamtaja hivi sasa, humul khasirun, hao ndo walokula khasara. Lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anataja jeshi la kwake yeye sasa. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Allahumma ja'alna minal faizin. Anasema hao ndio jeshi la Mwenyezi Mungu. Eleweni kwamba jeshi la Mwenyezi Mungu ni lenye kufanikiwa, limefaulu. Sasa hebu tumwangalie huyu. Anasema mzinifu ndiye rafiki yake, maluni ibilisi lanatullah. Je, tuiangalie orodha ya zinaa hivi sasa. Mwenyezi Mungu anasema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Msikurubie zina, hakika zina ni katika njia mbaya na chafu. Allahu akbar. Ndani ya kuikurubia ile zina tu, ukiingia kwenye njia yake, kwa sababu utaikurubia kwanza. Ukikurubia umefika kwenye njia. Ukifika kwenye njia, wewe umeingia katika mambo machafu. Ni njia mbaya yenye uchafu kabisa. Kwa mfano, mtu anakuambia usikaribie barabarani. Kwa hapa
msikiti wetu uko karibu na barabara. Kwa hiyo ukianza kufika hapa msikitini tu wewe ushaanza kukaribia barabarani, na uliambiwa usikaribie barabarani. Sasa ukajidai niko hapa tu sijafika barabarani. Utakwenda, umeambiwa usikaribie. Hapo ndo barabarani, unaleta ubishi wako. Hapa ndo barabarani. Maana ndo ile mtu anasema, kwa nini nimemfanya nini? Si nimemgusa mtiti tu. Nimemfanya nini? Si nimemkamata hapa tu. Kwani hapa ndo hapo ndo barabarani mnakaribia sasa. Kwani sinazungumza naye kwa simu tu, bibi hujambo, hali yako, ndo unasogea we kwenye hiyo njia. Umeambiwa usikaribie, kisauti kitakuvutia. Mara hupendi kukaa na watu tena, maana simu ikiwa ya shari hakai na watu. Mtu utamwona, bwana subiri kidogo na agenda na mipango ya siri. Wewe motoni kuna siri. Mwenyezi Mungu asema yauma tubla sarairu. Ujue kama motoni hakuna motoni hakuna siri. Sasa wewe unayazungumza motoni unajidai. Siku ambayo Mwenyezi Mungu atafichua siri, hayo maneno hayo yatakuwepo. Mtu ataona ajabu mpaka ile imo ile sio, unaona imekwisha ile. Ulifikiri mpira wa baskeli umetoka upepo ule. Yale maneno, lugha ziko katika hali mbili, lugha ya kitendo, lugha ya maneno. Kwa hivyo anaambiwa tu, akijua kaambiwa kitu fulani, hiyo ishakuwa lugha, na hapo ushanena, umezungumza. Na ndo maana Mwenyezi Mungu akasema al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ujue unosema sio mdomo tu, siku ambayo tutafunga vinywa. Watukallimuna aidihim, watukallimuna aidihim, na siku ambazo tutasemesha viungo. Tena viungo kumbe ndio vinasema kweli kuliko mdomo. Ndio maana mdomo unafungwa. Mungu hakusema nitafunga viungo, kasema naufunga mdomo. Kumbe ingelikuwa majaji wana uwezo wa kuweza kuhukumu uzuri, kumbe midomo ingefungwa. Ndio maana leo watu wengi wanakuwa waongo, wengine wanawafungisha wenzao kwa midomo yao. Lakini ingelikuwa midomo inafungwa, haya semeni sasa viungo, wallahi mtu angeshangaa. Na ukitaka kujua viungo vinasema, nitizame mimi nikisema mikono haiendi, ushahidi kwamba viungo vitasema. Wewe umemwona nani akasema alafu akakaa, basi mie huyu mgonjwa, mie bwana nitakuja, lakini mtu namwona nitakuja na ishara hivi na nini, unaona anafanya hivi kwa sababu ni ushahidi kwamba mikono itasema, viungo vitasema. Wewe ukiliona jitu linaongea mdomo mtupu tena limejikusanya hivi mikono kama sanamu, basi ujue kama akili yake si barabara. Au mgonjwa tena umuulize, shekhe hiyo mikono inauma? Muulize, unauma na mikono? Naona ukiongea unabana mikono hivi. Akikwambia tena kwani lazima nikiongea na mikono nini, mwambie ndio maumbile na Mungu ndo alivyofanya. Wewe peleleza, ukimgomba mtoto, wewe umemsikia nani akamgomba mwanae? Wewe mtakupiga mie, akakaa hivi mtakupiga ushike adabu yako. Lakini hey mnanchezea, mnaanza. Mwenyezi Mungu azungumzi vitu vikawa havipo. Sasa ukiambiwa mikono itasema, viungo vitasema vipi? Ushahidi ndo nakupa kabla hujafika, ndo haya kabla hatujafika. Watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, na itasema mpaka miguu. Kwa mtu aliyoendea miguu itatoa tamko, utaionea ajabu hiyo. Inazungumza miguu, haina shaka. Mimi siku hiyo nilikuwa kona maeneo ya daraja bovu. Alimwita mwanamke, yule mwanamke akamwambia njoo wewe. Mimi miguu nikatangulia, nikafika. Na shuhudia toka wanaekeana miadi na kila kitu.
Na hili ndo balaa sasa. Na zinaa inaanzia kwa mwanamke. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema azani atuzani, mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamme. Lakini je, huyu mwanamke anaanza vipi zinaa? Kwa mapambo, kuonyesha mapambo yake, kuwatamanisha, kuwaita wanaume, anawaita kwa vitendo. Mtu kavaa mpaka anaonekana bwana, kwa hivyo anakuita njoo njoo njoo. Hashughuliki na kilemba chako, hashughuliki na kanzu yako, hashughuliki kwamba wewe unampenda Mungu kiasi gani, lakini lazima akupelekee matamanio. Sasa sijui leo tutayamaliza haya, maana leo nipo hapa tu kwenye hawa marafiki wazinifu wanopendwa na Ibilisi, maloni, laanatullah. Watu wazinifu. Na leo watu wana vimada humu. Kuna watu wanasema kuoa wake wawili watatu hawawezi. Na kuna wanawake anasema bora nijue mume wangu ana mwanamume. Kuna watu majahili humu, mimi bora nijue mume wangu kama ana mwanamume. Kuna mwanamke mmoja akasema nikijua kama mume wangu ameoa basi mimi bora niende motoni. Allah! Wewe una uchungu kiasi gani? Na kuna watu kazi yao kujibandika mizigo ya wake tu wakawa dhulumu. Anabandika shati yake tu pale kwenye nyumba, miezi mitatu hayupo, imekuwa kama nyumba ya buibui. Mwanamke mpaka anafikwa kutokezewa na matatizo, anaingia mwizi, anabakia mume wangu amka, anapiga mto, kumbe mume hayupo. Mume wangu amka, mume wangu. Mwizi anachungulia hivi, anaona shati, anaona do kweli humo yumo mwanamume, kumbe hamna chochote. Kuna baadhi ya wanaume wanawatesa wanawake. Kuna baadhi ya wanaume, tena ili tunasema, maana mara nyingi sana husema tunawaambia kina mama na wanaume hivyo hivyo. Kuna baadhi ya wenzetu wanaume wabaya, hana mwanamke mzuri kwake yeye, anavotesa. Kuna wanaoendesha vichura mbali, kuna wanaoendesha mchaka mbali. Mwanamke hana raha ndani ya nyumba. Baada ya kutukanwa na mume, anamaliziwa na mawifi. Akimaliza wifi, anakuja mkwe. Wenyewe anasema ninanyonyolewa, na ananyonyolewa kweli. Akitoka huyu anaingia huyu, akitoka huyu anaingia huyu. Zina yurithul faqri, zina inarithisha ufakiri. Wanaume wengi washafilisika kwa sababu ya zinaa. Watoto ndani ya mitaa, kuna watu sura zao na wala si watoto wao, na anasema huyu nilopiga bao nje ndo sura yangu kuliko hao wa kwangu. Bao la nani? Umempiga nani bao? Sema hii damu yangu hii, na huyu lazima nimwite jina la baba yangu huyu. Wewe mwite majina yote, lakini uhakikishe huo ni ushahidi kwamba wewe ni mzinifu. Je, tuko wapi? Na wengine wanalea watoto wa zinaa katika familia zao. Kakwambia nani wewe? Tumeambiwa tuwafanyie ihsani. Kwa nini unachanganyisha haki na batili? Kafanye ihsani kwa huko, sio uchanganyishe haki na batili. Unawaonyesha nini wale wengine? Unawaonyesha nini? Kwamba baba alizini. Hii sio katika tabia nzuri, kwamba baba mzinifu. Hebu jifiche mengine, usifanye aibu. Wewe unaona fahari kusema huyu mtoto wangu nje ya ndoa, unaona fahari wewe? Na wewe baba yako angekutangaza akasema kwamba mnamuona huyu nje ya ndoa, unamdhalilisha yule mtoto.
Wakati mwingine unamnyima hata nafasi, unamnyima nafasi. Tuko pamoja? Kwa hiyo kama tunavyosema hatari ya zinaa, zinaa ina milango 7. Ukiambiwa kwamba zinaa itamfikisha mtu katika njia mbaya na uchafu ndani yake, kuna mambo 7. Ukiyavuka hayo, zinaa unaitimiza. Na ndio maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, la yazinu zani hina wa huwa mumin. Hawezi kuzini mzinifu wakati ule pale anazini akabakia na sifa ya uumini, anaondolewa sifa ya uumini na kuwa sio muumini. Na kama si muumini, basi umekula hasara. Kwa hivyo leo wangapi wameshapotea katika hali hii ya uzinifu? Na sasa hivi idadi ya dhambi ya zinaa inaongezeka. Katika dalili ya kiyama, zinaa itaongezeka pamoja na pombe. Ni katika dalili za zinaa. Na leo angalia pombe inavyosafirishwa kwa magari na watu wanaficha kwa turubali. Waislamu wanafunika turubali, lakini bado wanamhadaa Mwenyezi Mungu na waloamini, lakini kumbe wanajihadaa wenyewe nafsi zao. Sasa tuangalie hiyo milango kwanza itakayompelekea mtu ikamate vizuri. Hukuweza kuivuka milango hiyo, wafasiri wanatueleza hayo, basi wewe umejiepusha na zinaa na umeepukana na ile kuikurubia zinaa. Kamata vizuri sentence hiyo. Kamata habari hizo za watu wa juhudi hao. Wamekwenda mbio kina Ibn Kathiri hao na wengine, lakini wameona kwamba hapo, Allahu Akbar, ukiivuka mambo hayo, basi tayari ukiyaweza hayo umeweza zinaa. Jambo la kwanza kuangalia. Na dalili ya mtu mzinifu anapenda kuangalia. Peleleza sana watu wanokaa katika maskani, shughuli zao nini? Ni kuangalia viuno vya wanawake. Kuna watu wanafika samaki kuoza, wakiwa sokoni, yakija magari yanauza omo sijui nini, unafikiri wanauza omo